Bwana mtazamaji wa SDK Media, niko hapa na mdau huyu wa Simba Sport Club ambaye yeye ni influencers mzuri sana. Tunataka tuzungumzie kwa uchache sana kiongozi, usajili wa Alan Okello kutoka nchini Uganda ndani ya timu ya Vipers. Ni watu wameupokea kwa, naweza kusema ni kwa ukubwa wa aina yake. Kiwango cha Okello kitaleta madhara kwa Simba ambao tuliona sasa inakwenda kwa mwendo wa slow sana, mwendo wa kobe. Kwanza ukimwongelea Alan Okello ni mchezaji mzuri kwenye profile, kwa sababu tumemwona Okello ambaye tunayemwongelea hapa sio amecheza miaka 10 iliyopita. Huyu ni Okello, ni mchezaji wa sasa hivi, na angalia hata timu yake ya taifa ya Uganda namna alivyokuwa anacheza Vipers, ni mchezaji mzuri. Alafu pia umri, unajua katika mpira pia umri, yani bado moja kwa moja tunaona kwamba Yanga kama ataenda akakionyesha kile kitu ambacho ametoka nacho kwenye timu ya taifa ya Uganda na timu yake ya Vipers, unaona kabisa atawafaa. Alafu ni mchezaji ambaye bado ana muda mrefu sana wa kucheza. Lakini moja kwa moja ukiangalia mazingira yetu pengine ya Tanzania, unajua issue ya kwanza sio kusajili mchezaji mzuri, atakuja kucheza Tanzania kwa performance ile ile. Tunaonaga wachezaji wazuri ambao wanakuja moja kwa moja, akija hapa unaona moja kwa moja anafeli. Sisi mfano hai tu ambao upo, tukimwangalia Neo Maema ni mchezaji bora, ametoka kwenye timu yake ya kama timu kapteni, umeona, na South Africa tumemsajili akiwa wa moto vile vile, lakini kitu ambacho amekuja kutuonyesha kwenye Simba ni kitu tofauti. Lakini kama Alan Okello atatoka na kile kiwango ambacho walikuwa nawapa wana Uganda na wana klabu ya Vipers, akaja kwa Yanga, nadhani kuna kitu kikubwa sana ambacho kitakuwa kimeongezeka. Ukiangalia klabu ya Yanga namna ambavyo inacheza yenyewe uwanjani, ni timu ambayo kidogo inaonekana imeimarika, na kwenye dirisha hili unaona kabisa maingizo Yanga wamesajili karibia wachezaji 4, lakini ukiangalia mahitaji ya course pengine ilikuwa haistahili hata waingize wachezaji 4. Unaona moja kwa moja kwenye namna ya usajili Yanga kidogo wenyewe wako serious kidogo tofauti na sisi Simba. Ukiangalia pengine ni ndugu yangu tu yule Mwangosi ndo ambaye moja kwa moja tumemsajili. Pia tulileta wachezaji ambao wako kwenye majaribio, walikuja wakinauma kuja kujaribiwa kuona namna gani wanaweza kwenda kufanya. Lakini mimi kwa Yanga nawapa credit sana kwa Alan Okello, japokuwa kwenye vinyo vya wana Simba tumemwongelea sana mchezaji, lakini kitu cha kuhuzunisha kuja kucheza Yanga kama atakuja na asilimia zile ambazo ametoka nazo kwenye timu ya taifa na timu yake ya Vipers. Kuondoka kwa Juma Awesu Simba Sport Club kutimkia huko Polisi nchini Kenya, kiwango chake ndani ya Simba Sport Club kilikuwa kinakiza ama pengine nini kisababisha Simba mwache? Kwa sababu tuliona kwenye uchezaji wake kabla ya kuingia Simba alikuwa mchezaji ambaye alikuwa anaogopwa sana. Ukimtaja Awesu manake watu roho zilikuwa zinadunda akiwa na mpira. Amekuja Simba, hatujatarajia kukiona kile ambacho alikifanya. Pengine ni ukosaji wa nafasi ndani ya Simba, ama pengine kiwango chake hakijaendana kama jinsi unavyosema kwamba mchezaji anaweza akaja na kiwango kizuri lakini ikafika pale performance yake ikawa tofauti na matarajio ya wengi. Unajua kwenye hivi vilabu vikubwa vya Simba na Yanga, kama unapata nafasi na inatakiwa uende ukaitumie, kwa sababu hizi ndio timu ambazo uhitaji kupata mechi nyingi sana. Hata huyu ndugu yangu Mwangosi ambaye wamemsajili Simba kupitia Mapinduzi, mimi nilikuwa namwambia pengine, japokuwa Simba mimi ni timu ya maisha yangu na ni timu ya moyo wangu, nilikuwa namwambia pengine angeendelea kubaki Mbeya City kule. Kwa nini? Sababu ukiangalia namna hizi timu kubwa zinapokupa nafasi, unaweza ukapata mechi moja alafu kwenye mechi 40 au mechi 20 ukakaa benchi. Kwa hiyo mwili hauwezi kupokea kile kitu ambacho ulinipa mechi mfululizo. Tunamwona sasa hivi Hussein Abeli kama golikipa, ni golikipa mzuri tangu alivyokuwa, lakini sasa hivi Abeli anapunguza vile vitu kutokana na kukaa benchi. Unajua benchi likishakaa mchezaji moja kwa moja mwili unapokea uchovu na nini, ukipewa mechi ya kwanza na ya pili huwezi ukacheza kwa kile kiwango ambacho ulikuwa nacho msimu wa muendelezo. Kwa hiyo hata Awesu mpaka anatumikia timu ya Polisi, kwa mimi naona ni afadhali, kwa sababu najua maisha ya wachezaji, mpira sio kwamba unakupa muendelezo. Leo unaweza ukaamka na performance nzuri, kesho ukaamka na performance mbaya. Kwa hiyo ukiwa unacheza lakini unaweza ukaa kwenye form moja kwa moja. Lakini ukiangalia kwa Simba ni muda mwingi sana unakuta walikuwa hawamtumii. Kwa hiyo unakuta una rundo kubwa la wachezaji alafu watumii, unaenda kuwaua viwango vyao. Kwa hiyo kule alikoenda mimi nadhani ni sehemu sahihi, japokuwa kwa Simba sasa hivi ilivyokuwa, nadhani kwa sababu Simba sasa hivi ilivyokuwa tuna pressure kubwa sana. Nadhani kwa wakati huu, japokuwa Awesu ni mchezaji mzuri, lakini tulikuwa hatumhitaji kwa namna ambavyo Simba inakuwa na pressure sasa hivi. Sababu Simba sasa hivi unavyoiona hapa sasa hivi, ili naliweka wazi mapema sana na hii list yangu nitunzie. Simba sasa hivi tumefungwa Mapinduzi na Azam. Lakini ukiangalia by performance Simba inaonekana sio timu ambayo inapambana sana uwanjani, timu ambayo inacheza kwa wastani wakati. Na huyu hata kocha wetu mimi nilikuwa muwazi tangu mwanzo, wameenda kumpa mtihani tu, wanamleta huyu kocha Simba kwenda kumfukuzia na kumnyima zile rekodi zake asije kaenda akaziendeleza. Atakuja kuonekana kocha huyu ni wa kawaida kutokana na namna ya wachezaji wetu ambao wanacheza. Ukiachana na namna ya uongozi ambavyo una makona mengi, lakini tunaangalia timu uwanjani inachezaje. Moja kwa moja unaona Simba tuna safari ndefu sana kwenda kupambana. Tuna mechi tarehe
tarehe 23 tunaenda kucheza na wale Experience, tunasafiri. Tarehe 30 tunarudi nao. Sio, umeelewa? Mechi ya pili ya tarehe 30. Tuna mechi ya tarehe 2 na Singida. Tuna mechi ya tarehe 6 na wale Petro Athletic. Kwenye hizi mechi 4 yule kocha anakalia kutikavu blaza. Kwamba tuna mechi 4. Kwenye hizo mechi 4 huyu kocha wa Simba mpya atakalia kutikavu. Tuna mechi ya tarehe 23 na Experience, marudiano tarehe 30 Dar es Salaam. Tunatoka hapo tunacheza na Singida, mechi ya 3 hiyo tarehe 2. Tarehe 6 tuna mechi na Experience. Kabla ya wale hawajaja wale ambao tulienda tukacheza kwao wakaenda wakatufunga. Hizo mechi yule kocha wa Simba anakalia kutikavu. Sasa mechi 4 zinamtoa kocha ndani ya kikosi cha Simba. Hizi mechi 4 hizi kama kocha hatoenda kupata alama. Lakini ukiangalia kitu ambacho pekee shida inakuwa sio kwa upande wa kocha. Hata kocha pia aliyefukuzwa Dumitru Pativ. Shida ilikuwa kwa kocha. Shida unaona ni wachezaji hawatupi kile kitu. Sasa lakini mlisema toka awali kwamba kama kuna misimu ambayo Simba wamesajili vizuri, mlisema msimu huu ulikuwa ni mzuri zaidi kwa Simba. Mkataja quality wachezaji walikuwa nao, akina Elie Mpanzu, akina Neo Maema, lakini akina Kamala, Nabi I think na wengineo wengi ambao wamekuwa nao ndani ya kikosi cha Simba. Nini hasa ambacho kimefanya sasa Simba isionekane kwenye ubora wake, na wachezaji ambao wamewaleta wana quality, wana performance nzuri kwenye timu walizotoka, lakini pia wana namna ambavyo walikuwa wanaonyesha uhai kwenye timu zao. Huku Simba shida tuendelee kusema ni uongozi ama shida ni mifumo ya namna ambavyo inaendeshwa kikosi cha Simba kiujumla? Kama performance ya wachezaji uwanjani inaenda kupungua kwa sababu ya uongozi, basi moja kwa moja lawama zote tunazitupia kwa uongozi. Lakini kama shida ni wachezaji wenyewe, basi lawama lazima tuzigawanye. Tusigamie sana kwenye uongozi, tusihangaike sana kumlaumu Mangungu wakati unaona kuna wachezaji wanashindwa kupambana. Unaona kabisa wakina Elie Mpanzu ni wachezaji machachari, sio wachezaji hatari. Unaona kabisa wakina Dese Mkwala ni wachezaji wa kawaida. Mimi kwa upande wangu ukiachana na lawama kuzigawanya, mimi lawama kubwa kwa 70% kwa 30 nazipeleka kwa wachezaji, sababu naona namna hao wapambanaji. Tuanze tu mechi ya kwanza hapa ambayo Simba tumeruhusu kwenye ligi kuu, tumefungwa na Azam. Umeona performance yake. Mwezi mmoja tena unaenda kukutana na Azam yule yule, anaenda na kufunga kwa staili ile ile ambao unaenda unakosa uzembe. Umeona goli ambalo tumefungwa pale ni poor marking ya mabeki. Kwa moja kwa moja kabla kuzipeleka lawama sana kwa uongozi huko ndani, mimi lawama kubwa kwanza napeleka kwa wachezaji, hawana uwajibikaji. Mpira una vitu vitatu. Quality, tunaongelea uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, game plan ambayo kocha ndio anahusika. Jamani, mechi ya leo kutokana na Azam wanavyocheza, sisi game plan yetu tutaingia nayo hii hapa. Kocha anawatengenezea game plan, lakini issue kubwa inakuja kwenye execution ambayo inawahusu wachezaji wenyewe watimize majukumu yao kwa 100% kiwanjani. Lakini unaona wachezaji wa Simba wanapokimbia wanacheza bado ni kawaida, wanavorudi timu ikiwa haina mpira wanavyocheza na timu namna ambavyo ikiwa na mpira unaona kabisa ni wachezaji ambao hawaoneshi upambanaji uwanjani. Kwa hiyo lawama pia kabla tuzipeleka kwa Mangungu wala kulaumu uongozi wote, lawama kubwa kwa wachezaji. Na pia ukileta sana lawama kwa viongozi unaharibu uhalisia wa viwango vya wachezaji. Wachezaji wanaonekana ni wazuri, viongozi wanaonekana hapa. Tumalize na hili. Kwa jinsi sasa ambavyo Simba imekuwa na maendelezo ya matokeo mabaya, kufungwa na Azam mara 2, lakini pia hata mechi zile za kimataifa wanakwenda kukutana na timu kubwa. Malengo yao makubwa na ndoto yao ni kuvuka hatua ya makundi kuingia kwenye robo finali. Unaiona wapi Simba? Kwa kumaliza kabisa. Hatuna safari ndefu sana na pia lazima tusali. Mimi mwenyewe nimejaribu kuliombea hili, lakini kila nikiomba nasikia kuna kauli inaniambia less IP Simba. Hebu turejee hapo. Tuna safari ndefu. Ukijaribu kuomba nasikia kuna kauli inanijia nikiwa usingizini na sali inaniambia less IP Simba. Sidhani kama Simba ataenda kutoboa kwenye hatua hii. Japokuwa nasema tukiongea maneno tuache 15% za maajabu yanaweza katokea. Siamini miujiza yoyote ambayo inaweza katokea Simba kwenda kuqualify kwa wakati huu. Kwa sasa huamini miujiza yoyote Simba kwenda kuqualify kwenye hatua ya robo finali? Siamini kwa sababu mabadiliko makubwa sana yamefanyika. Leo unatoa kocha, leo unakuja hivi. Unajua unapomleta kocha unabadilisha mpaka falsafa na namna ya wachezaji ambao walikuwa wanacheza. Leo unakuta kocha huyu anatumia labda wings pembeni, kocha mwingine hataki, anataka namba 9 ya kusimama peke yake. Kwa hiyo kila wewe unavyowabadilishia wachezaji bado hawajaelewana, umebadilika kwenda kwenye mfumo mwingine. Lakini mimi nadhani wanasema ukitaka kwenda mbinguni lazima ufe kwanza. Tunakubali kufa kwa wakati huu. Mimi sioni Simba. Yaani sitaki kupepesa macho. Hii ni kauli pengine mashabiki wengi hawapendi kuisikia, lakini mimi sipendi kusikopesha maneno. Simba sioni kisogea katika hatua inayofuata. Japokuwa ni timu yangu na ninaiombea sana. Bwana mimi nikushukuru sana. Asante sana.